Vita kubwa ya watoto wa Mungu sai ni kupoteza ule uzingativu wa kile ambacho Mungu anawafundisha. Na nikusisitize sana, neno la Mungu ndani yake limebeba roho. Kwa hiyo unapolidondosha chini, umedondosha na roho. Anasema haya maneno niwaambiayo ni roho, tena ni uzima. Nilikwambia jana. Kwa hiyo neno la Mungu limebeba roho. Sauti ya Mungu inapokuja ndani yako imebeba roho. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Haleluya watu wa Mungu. Sauti ya Mungu inapokuja ndani yako imebeba nini? Roho. Ndio maana umeona nimekuwa nikikufundisha kuwa makini na sauti zinazokujilia, kwa sababu nyuma ya kila sauti kuna roho. Ukiruhusu sauti za adui ziwe na nguvu ndani yako, maana yake unakaribisha na maroho ya adui. Kwa mfano, mtafute mtu yoyote ambaye alikuwa na uwezo wa kufanya jambo fulani, alafu akazungukwa na watu ambao kila siku wanamwambia asubuhi na mchana, huwezi wewe, huwezi, huwezi, huwezi. Akaambiwa hayo maneno kwa mwezi mzima, alafu kutana naye, ile nguvu aliyokuwa nayo ya kufanya kile alichokuwa anakifanya hata kuwa nayo tena, kwa sababu yale maneno anayoambiwa anayaruhusu moyoni mwake, anayaruhusu. Baadaye huwa yanainua roho ya kushindwa, anajikuta ameshindwa. Na ndio maana usiwaruhusu sana watu ambao wanaongea kinyume na wewe wakawa karibu sana na wewe, au watu ambao wanakuonyesha kuwa wewe huwezi wakawa karibu sana na wewe. Hutakaa uweze chochote, kwa sababu yale maneno wanayoongea nyuma yake yamebeba roho. Kwa sababu ubaya wa maneno ni kwamba iwe umesikia haujasikia, neno likisemwa mahali, maana yake linafuatilia nafsi yako. Ndio nasikia mtu anakuambia mbona najisikia vibaya, alafu sijui kwa nini najisikia vibaya. Kumbe kuna maneno yametapakaa yanasemwa kuhusu yeye, yamefungulia zile roho kutokana na yale maneno, kwa sababu kila neno ambalo linasemwa nyuma yake limebeba roho. Kwa mfano, ngoja nikupe mfano. Unaweza ukawa ulikuwa unampenda mtumishi fulani, unampenda kabisa, alafu ghafla kila mtu unayekutana naye anaongea vibaya kuhusu huyo mtumishi. Unajua kinachotokeaga? Ule upendo uliokuwa nao juu ya huyo mtumishi unaanza kupoa taratibu. Alafu unajikuta unasema, lakini kwaga nampenda sana, ila kwa haya ninayoyasikia, angalia hiyo sentensi, kwa haya ninayoyasikia yamenivunja moyo. Sasa na wewe kama sio muombaji na kama hujajifunza neno vizuri, unaingia kwenye mtego wa hayo maneno. Unaanza kumchukia, unaanza kumkasirikia. Sasa kama hutapata neema ya kujua ukweli, unaishi na maisha yako yote ukimkasirikia mtumishi wa Mungu. Na mwingine unakuta una access kabisa ya kupiga simu kumuuliza kwamba hivi hiki ninachokisikia, labda nikae na mtumishi wa Mungu nimuulize, eti mtumishi, hiki ninachosikia kimekaaje, ili umsikilize yeye. Hujakaa naye, unaanza kumkasirikia. Manake zile roho zilizobebwa kwenye yale maneno zinakuwa zimefanikiwa, kwa sababu shetani anachotafuta siku za mwisho hizi ni kuvunja umoja, watu wasipendane. Kwa sababu kisha mkasirikia mtumishi, hata ukipata changamoto ambayo kabisa unajua mngeomba pamoja, unajua saa nyingine kuna kusaidiana kuomba. Unaweza ukawa peke yako unaomba, lakini kuna kusaidiana kuomba. Mngeomba pamoja, unajikuta hamwezi kushirikishana wala kuomba, kwa sababu kuna maneno umeyasikia. Kwa hiyo yanakuwa yamefanikiwa: moja, kuharibu moyo wako; pili, kuondoa kibali ambacho mtumishi huyo wa Mungu alikuwa nacho moyoni mwako. Usiingie kwenye mitego ya namna hiyo katika jina la Yesu. Biblia inasema heri wenye moyo mweupe, heri wenye moyo safi, maana hao watafanya nini? Watamwona Mungu. Usiruhusu jambo lolote likakaa ndani ya moyo wako. Kwa hata ukiyasikia, jifunze kuyakung'uta au yatafsiri vizuri. Jifunze kuyatafsiri kwenye positive way, la sivyo utakwama. Kwa sababu kwenye dunia hii, niwaambie jambo moja ambalo mtashangaa sana,
Hakuna mtu ambaye amekamilika kufikia kiwango kama cha Mungu. Kuna mtu anaweza akawa bora kwenye eneo fulani, lakini kwenye eneo fulani ana udhaifu. Jina la Yesu libarikiwe. Sasa ninapozungumza udhaifu, sizungumzi kuendekeza dhambi. Sababu mwingine nikisema udhaifu atakwambia, mtumishi, mimi nina udhaifu wa kuzini. Sasa hiyo ni dhambi. Jina la Yesu libarikiwe. Au mtumishi, mimi nina udhaifu wa kuiba. Hiyo ni dhambi na umeshakaribisha roho ya wizi. Amen, amen. Bwana asifiwe. Anaweza akawa na udhaifu tu. Mwingine ana udhaifu wa kuongea sana, mwingine ana udhaifu wa kuwa kimya. Unamwambia jieleze, kimya, haongei chochote. Sasa kuna madhaifu, lakini kuna dhambi. Usivalishe dhambi vazi la udhaifu, hutakaa uishinde hiyo dhambi. Haleluya. Aya, twende mbele. Namna ya kushughulikia vyanzo vya sauti inayopambana kuharibu imani yako na maisha yako kiujumla. Nilikupa malengo kama manne, si unakumbuka mtu wa Mungu? Nilikwambia lengo la kwanza la hili somo ni kuimarisha na kulinda imani yako iliyo katika hali ya kushambuliwa. Lengo la kwanza, kuimarisha na kuilinda imani yako iliyo katika hali ya kushambuliwa. Kwa hiyo kama unaandika, unarudi kwenye malengo nilipokuambia uruke. Nikakwambia lengo la pili ni kupata uelewa binafsi juu ya mbinu za kibibilia zinazokuwezesha kushinda na kuzizima sauti zinazopinga au zinazotafuta kukuondoa kwenye kusudi la Mungu. Lengo la pili, kupata uelewa binafsi, sio uelewa wa kundi, uelewa binafsi. Unaelewa nini juu ya sauti, juu ya mbinu za kibibilia zinazokuwezesha kushinda. Uelewa binafsi juu ya mbinu za kibibilia. Yaani ni kuwezeshwa na Mungu, ni kupewa uwezo na Mungu wa kutambua hila zilizofichwa au kubebwa, hila za shetani zilizofichwa au kubebwa ndani ya sauti. Yaani unaona sauti ni inakubembeleza, lakini ndani yake kuna hila. Sasa lazima uwe na uwezo wa kufanya nini? Kutambua. Sasa kuna uwezo wa kujua hila, lakini kuna uwezo wa kupambanua sauti. Yaani unajua hii ni sauti ya mwanadamu, hii ni sauti. Ndio pale nikakwambia, unapokaa kwenye madhabahu kama hivi, unapokaa kanisani, mafundisho yanaendelea, uwe una uwezo wa kupambanua sauti, kwamba huyu mhubiri anahubiri sawa, lakini huu ni mtazamo wake, hili sio neno. Hapa anatupa uzoefu wake. Haleluya, watu wa Mungu. Lengo la tano ambalo sikukupa ni kuongeza kiwango cha usikivu. Kuongeza kiwango cha usikivu na umakini juu ya sauti ya Mungu. Juu ya sauti ya Mungu. Umakini, kwa sababu unaweza kuwa na usikivu lakini huna umakini. Umakini, kumakinika. Unakuwa serious kwamba Mungu akiongea lazima niwe makini na kile anachoniambia. Kwa sababu nilikwambia, usipokuwa makini, sauti ya Mungu ndani yake imebeba maagizo na imebeba adhabu pia, kama hutatii kile ambacho Mungu anakuambia. Amen, amen. Ninaeleweka, watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la sita, si ndio? Ni la muhimu sana, ambalo hili nimekuambia kila somo unalojifunza uwe unachunguza ndani ya hilo somo. Haijalishi uko kanisani, uko kwenye semina, uko kongamano. Ili ni lengo ambalo linakuwa ni lengo la general, ambalo kila ujumbe utakaosikia lazima uone hili lengo lipo kwenye huo ujumbe. Kuimarisha na kuboresha uhusiano wako binafsi na Mungu. Kuimarisha na kuboresha uhusiano wako binafsi na Mungu. Kwa kama hujajengwa, ujengwe uhusiano wako na Mungu au kuimarisha. Kwa sababu wewe unajifunza sauti, lakini ndani yake Mungu anatafuta nini? Kuimarisha uhusiano wako binafsi na Mungu. Maana yake usiwe mwepesi kuvutwa na sauti nyingine badala ya sauti ya Mungu. Kuimarisha uhusiano wako binafsi na Mungu. Lengo la mwisho
ni kuongezeka au kukua kunako kuwezesha kumfanya Mungu peke yake awe mtawala na kiongozi wa maisha yako. Kwa sababu unaweza ukawa unamwamini Mungu lakini vitu vingi vinakuwa vinaongoza maisha yako. Nimemaliza malengo. Huko kukua kunako kuwezesha kufanya nini? Kumfanya Mungu peke yake awe mtawala na kiongozi wa maisha yako, na sio vitu vingine. God himself, Mungu peke yake. Unajua kuna faida sana Mungu peke yake akikutawala. Ndio maana kuna wakati anajinasibu yeye, anasema mimi nikiwa upande wako ni nani atakayekuwa juu yako? Maana yake kuwa upande wako ni kumfanya Mungu peke yake kuyakontrol, kuyadhibiti, kuyatawala maisha yako. Haleluya. Kumfanya Mungu peke yake awe mtawala. Yaani moyo wako unafikia mahali pa kusema mimi bila Mungu si chochote. Alafu unayakabidhi maisha yako total, inaitwa total surrender. Unayakabidhi maisha yako kikamilifu mikononi kwa Mungu aliye hai. Ukifikia hapo, lugha ya kibibilia kwenye Agano Jipya inaitwa unakuwa miliki ya Mungu. Wewe unakuwa miliki ya Mungu. Unakuwa miliki ya Mungu. Kwa lugha nyingine unakuwa empire. Unakuwa mahali panapotawaliwa na Mungu. Kwa hiyo ukiwa huku duniani, huyu mtu ambaye Mungu anamiliki maisha yake kwa 100%, huwa anageuka kuwa mtawala wa vitu vingine. Jina la Yesu libarikiwe. Kuna vitu huwezi kuvitawala mpaka vimuone aliyeviumba yuko ndani yako na anafunuliwa kupitia wewe, ndipo vinatawaliwa. Mpaka vimuone aliyeviumba anafunuliwa kupitia wewe. Kwa hiyo vinaanza kumuona Mungu kupitia wewe. Mungu hawezi kuwa manifested, hawezi kudhihirika, ni mpaka hapo mahali amepewa nafasi ya kutawala. Ni sawa na kwenye madhabahu za makanisa yetu. Huwezi kumuona Mungu akijidhihirisha, akijifunua, kwamba tunaenda ibadani tunaona uwepo wa Mungu, tunaona nguvu za Mungu, tunaona uwezo wa Mungu, mpaka apewe nafasi kwenye hiyo madhabahu. Na ndio maana unakuta sasa kanuni ya kimadhabahu, Mungu anakuwa anataka watu wake wanaosimama kwa niaba yake wawe na mioyo misafi, asiwe na uchungu, asiwe na hila. Yaani nisiwe na hila, nisiwe na uchungu, nisiwe na uongo. Yaani nisitengeneze mazingira fulani ya kutaka kujithibitisha mimi. Sijatumwa kujithibitisha mimi, nimetumwa kumfunua Mungu, kuleta kile alichonituma. Jina la Yesu libarikiwe. Mnanielewa watu wa Mungu? Mnanielewa watu wa Mungu? Kwa hiyo Mungu anataka hayo mazingira. Ndio maana alipotaka kujifunua kwa wana wa Israeli, Kutoka 25 mstari wa 8, akawaambia nitengenezeni patakatifu ili nipate kukaa katikati yenu. Kwa unagundua Mungu yuko tayari kufanya chochote kwenye maisha yako. Yuko tayari kukaa kwenye familia yako. Yuko tayari kukaa kwenye uchumi wako. Yuko tayari kufanya mambo makubwa kwenye maisha yako, lakini anachohitaji ni mazingira. Anachohitaji ni mazingira. Ukimuuliza Mungu vingine, unaweza fanya hiki, anasema hakuna ninachoshindwa. Lakini anahitaji mazingira. Ndio maana unaona hata Yesu alipokuwa anatembea, anasema waliokuwa na haja ya kuponywa walifanya nini? Waliponywa. Walikuwepo viwete wengi, lakini waliokuwa na haja ya kuponywa walifanya nini? Waliponywa. Kwa unagundua kuna mazingira ambayo Mungu anayataka, la sivyo utamuona kama Mungu yuko mbali. Na mazingira ambayo ukitaka kumuona Mungu anakumiliki, anakutawala, jifunze kuongezeka. Uwe unajifanyia tathmini
Hivi mimi nimeongezekaje kiroho? Nimekuwaje? Je, nimekuwa au bado niko vile vile, au nimedumaa? Unajiangalia. Na ndio maana huwezi kuongezeka nje ya kuwa tayari kufuata kile Mungu anachokufundisha na kukuelekeza. Na huwezi kufuata kile Mungu anachokufundisha kama hauna umakini, hauna utayari wa kujifunza kutunza. Kwa sababu hata wakati anamwambia Musa alisema, waambie wana wa Israeli, wakitunza maagizo yangu ni waagizayo leo, ndipo baraka hizi zitakuja juu yao. Wakitunza na kuyafanya, wakitunza na kuyafanya. Unajua maana ya kutunza, maana yake nini? Unayapokea, alafu unakuna yakumbuka. Unahakikisha yamekaa kwenye akili zako na kwenye moyo wako. Unakumbuka kwamba Mungu amesema niwe makini hapa, Mungu amesema niwe hivi. Kabla sijafanya hiki, acha kwanza nimuombe Mungu. Mungu amesema hiki, Mungu amesema hiki, Mungu amesema. Unakuwa unakumbuka. Ile hali ya kukumbuka maana yake unatunza. Sasa kufanya maana yake unayatendea kazi. Sasa wengi unaweza kukuta toka tumeanza siku ya Jumatatu nafundisha hapa, Jumapili nafundisha hapa, mwingine anaandika kabisa, lakini kwa sababu hajajifunza hii kanuni kwamba nataka kukua kiroho, nataka kuongezeka, nataka nisikie kilichoko ndani ya somo hili. Kanuni mojawapo, lazima utunze. Kutunza sio kuandika. Kutunza ni kusoma, kuyatafakari, yakae ndani, alafu uwe unayakumbuka, unajikumbusha. Kwa mfano unafika nyumbani, hivi leo tumejifunza nini? Kwa nini? Hivi ndio inakuaje? Hii ndio inafanyikaje? Kwa unajiuliza hayo maswali. Unajiuliza. Ukiona umesahau, unapitia tena, unaangalia, unapita na kwenye Biblia. Hapa mwalimu wa kutusomea alisema tu haraka, ngoja nione. Maana yake unapitia, ndio unaenda kulala. Roho Mtakatifu atusaidie. Jina la Yesu libarikiwe. Watu wa Mungu, Bwana asifiwe. Sasa naomba tuendelee. Nimemaliza hayo malengo, naomba tuendelee. Tumetoka kwenye kipengele, tuko kwenye kipengele kinachozungumza juu ya ishara za kujua kuwa maonezi yaliyoko kwenye maisha yako yamepita kwenye lango la sauti za adui. Na niliweza kukuambia nikasema, tunaposema ishara za kujua kuwa maonezi yako yaliyoko kwenye maisha yako yamepita kwenye lango la sauti ya adui, nikakwambia lango la sauti, nikakwambia ni njia ambayo maneno, taarifa, ushauri, vitisho au kauli fulani huingia moyoni na kuathiri imani, maamuzi na maisha ya mtu. Lakini nikakwambia sauti ya adui, hapa anaposema sauti ya adui ni nini? Nikakwambia sauti ya adui ni sauti inayopingana na mapenzi ya Mungu. Inaleta hofu, mashaka, kukata tamaa na uharibifu wa namna nyingi, au na kila aina ya uharibifu. Hiyo ni sauti ya adui. Na ndipo nikaanza sasa juu ya hizo ishara. Nikasema ishara ya kwanza utakaoiona kwenye moyo wako, kwenye maisha yako, kwenye eneo ambalo adui amepitisha maonezi kupitia sauti yake. Sauti imetumika kama lango la maonezi. Na nilikutafsiria juu ya maonezi, muda upo wa kurudia vyote, kwamba unaposema nimeonewa, maana yake sio haki yako kutendewa hivyo. Nikasema kwa mfano, mtu aliyeokoka hatakiwi kulogwa akalogeka. Kwa hiyo akilogwa, maana yake ameonewa. Nachojaribu kukwambia, ufahamu wako upokee ufahamu kwamba mtu kama wewe sio wa kunyanyaswa na nini? Na mapepo. Amen, amen. Sio wa kunyanyaswa na mapepo. Yaani unataka ujiambie, akili yako ielewe, moyo wako uelewe, nafsi yako isikie, ili hata kama unapoomba, unaomba kwa ujasiri, unasema Mungu wewe si umeniokoa? Mtu kama mimi nakaaje na mapepo? Nakaaje na mapepo? Huu mwili si hekalu lako? Kwa nini mapepo yanapata nafasi? Hiyo asila itakufanya uwe huru. Kwanza umejitambua, mtu kama wewe hakaagi na mapepo. Tazame jirani yako, mwambie sura yako tu inaonyesha kwamba wewe sio wa kusumbuliwa na mapepo. Kwa
Kwa hiyo ishara ya kwanza nikakwambia hofu badala ya imani. Ishara ya pili nikakwambia udhaifu wa kiroho. Unapoona vitu vya namna hii ndani yako, unagundua mimi kuna maeneo nimeonewa. Ishara ya tatu, mashaka juu ya ahadi za Mungu. Ishara ya nne nikasemaje? Kujitambua kupitia maneno ya watu kuliko neno la Mungu. Yaani mtu yuko tayari kuamini maneno ya watu na sio neno la Mungu. Lakini kingine, maneno ya watu ndiyo yanayotawala utambulisho wako. Unasema mwalimu, unaiona wapi? Angalia Samueli wa kwanza 15 hadi 24. Hapo ndio tuliishia. Biblia inasema, ndipo Sauli akamwambia Samueli, nimefanya dhambi, maana nimeiarifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa wale watu, nikatii sauti yao. Angalia hiyo sentence. Ametenda dhambi, alafu anakiri. Anasema nimetenda dhambi. Kwa nini? Kwa sababu nimeiarifu amri ya Bwana pia na maneno yako, kwa sababu naliwaogopa. Sababu iliyofanya nitende dhambi, sababu iliyofanya ni alifu amri ya Bwana, yani nisiende sawa na Mungu alivyosema. Anasema kwa sababu naliwaogopa watu, nikatii sauti yao. Maana yake kuwaogopa watu kunaleta mtego. Na moja ya kitu nimekuwa nikimwomba Mungu na ninajifunza taratibu ni juu ya kutowaogopa watu. Na nitakueleza kwa nini. Kwa sababu kuwaogopa watu kunaleta mtego. Na mtego unaokutana nao ni kumkosea Mungu. Kwa sababu kuna kuogopa watu, kuna kuogopa hali unazopitia. Ukiwaogopa watu unaingia kwenye mtego. Anasema kwa sababu naliwaogopa watu, nikatii sauti yao. Kwa hiyo unagundua maneno ya watu hawa yalikuwa na nguvu kwenye maisha ya ndugu kuliko sauti ambayo Mungu alikuwa amemwambia. Kwa hiyo unagundua heshima yake ya ufalme alikuwa anategemea maneno ya watu, wanachosema watu, sio anachosema Mungu. Na mtoto wa Mungu, nisikilize, kama unataka kuwa salama, hakuna eneo ambalo umeokoka unampenda Yesu, kama unamwamini huyu Yesu kweli kweli, kati ya eneo ambalo hautalikwepa ni kusemwa vibaya. Ukitenda mema utasemwa, ukitenda mabaya utasemwa, ukifanya jambo zuri utasemwa, ukikaa kimya usifanye utasemwa. Kwa hiyo eneo ambalo hautakwepa ni kusemwa vibaya. Wewe Mungu amekusemesha fanya jambo fulani, tenda jambo fulani kwa ajili ya ufalme wake, lakini tegemea makundi haya mawili. Sasa unatakiwa kufanya nini? Tii sauti ya Mungu kwa gharama yoyote. Hao wanaokusema leo wapo, kesho hawapo. Wanadamu hawatadumu milele. Anayedumu milele ni mmoja tu, anaitwa Mungu Jehova. Kuna mahali wewe unaenda, watu hawataenda na wewe. Siku ukiaga dunia, kama yule rafiki yangu, ukaondoka ukalala, rafiki zako hawataenda na wewe. Tumemsindikiza kwa majonzi, lakini hatujaenda naye. Ameenda peke yake, huko atajuana na Mungu peke yake aliyekuwa anamtumikia. Ndio maana Mungu akikusemesha, tii sauti yake, usiangalie watu wanaongea nini juu yako. Utakutana na hekima nyingi za watu, lakini sikiliza kile Mungu anachokwambia. Mtazame Mungu aliye hai. Watu wanabadilika. Leo anaweza akawa vizuri, kesho akaamka vibaya. Anayekusema vizuri leo anaweza akakusema vibaya kesho. Anayekupenda leo anaweza akakuchukia kesho. Lakini unapojifunza kutii sauti ya Mungu, nakwambia haijalishi wanaongeaje, maadamu Mungu amesema. Tena wala usiwachukie, wapende, endelea kuwaombea, lakini endelea kufanya kile ambacho Mungu amekwambia wewe binafsi, kwa sababu ni Mungu amekwambia wewe. Haleluya, haleluya, watu wa Mungu, haleluya.
Ishara nyingine, unajuaje kwamba unapitia maonezi? Nimekuonyesha ishara ya kujitambua kupitia maneno ya watu. Maana yake Sauli, sauti za watu zilikuwa na nguvu, kwa akawa anaonewa, hawezi kuwa na maamuzi yake ambayo Mungu amemwambia, akawa anaonewa kwa anajikuta anamkosea Mungu. Gharama inaingia yeye, wale waliomdanganya wala wako pembeni. Gharama aliyoingia unaijua ya Sauli. Maandiko yanasema hivi, aliondolewa kwenye nafasi. Mungu akasema, ninajuta kukufanya wewe kuwa mfalme. Alafu Samueli wakati anamwambia, akamwambia hivi, ufalme wako umelaluka, hautaendelea kuwa mfalme tena. Mungu anamuinua mtu mwingine, anampa mfalme mtu mwingine, ufalme mtu mwingine. Ukicheza na nafasi ambayo Mungu anakupa na neema ambayo Mungu amekupa, usije ukafikiri uko peke yako. Ndio maana jifunze kumtii Mungu. Hizi ni siku za mwisho. Usiwafurahishe watu ukapoteza mwelekeo wa maisha yako. Usiwafurahishe watu ukapoteza njia ya Mungu kwenye maisha yako. Jifunze kumtii Mungu kuliko chochote. Jambo la tano, ishara ya tano. Ishara ya tano, kitu utakachokiona ndani yako, ikiwa sauti imepitisha kitu kinaitwa maonezi ya adui. Ishara utakayoiona, kwa mfano kama ni maonezi ya magonjwa au ni maonezi ya hali mbalimbali, kila unachofanya kiendi, kumbe ni sehemu ya maonezi. Unajua ishara mojawapo utakayoiona ni ipi? Kukata tamaa kwenye hilo eneo. Kama mtu anaumwa, anajikuta amejikatia tamaa kwamba sitakaa nipone. Kama mtu anafanya kazi, anajikuta amekata tamaa. Kukata tamaa. Maonezi ya sauti ya adui hujaribu kumfanya mtu aone hakuna tumaini tena, hakuna tumaini tena. Sasa angalia mawazo yanayokaa ndani ya moyo wake. Hata kama anasali, anaimba, anamtumikia Mungu, anahubiri, mawazo anaoanza kutembea nayo kama ishara ya kukata tamaa iliyoletwa na sauti ambayo imesababishwa na sauti za adui zilizobeba maonezi kwenye maisha yake. Mawazo anayokuwa nayo ni haya: mimi siwezi tena. Lakini wazo lingine ni hili: hakuna kitakachobadilika. Hata nikipambana hakuna kitakachobadilika. Nimeshapoteza, nimepoteza. Na saa nyingine mawazo haya yanamfikisha mbali, anasema labda kama ningekuwa kijana, muda wangu umeisha, nimeshaharibikiwa. Sasa yeye anafikiri ni yeye anawaza saa ile, kumbe ni maonezi yamepita kwenye lango la sauti. Kwa kwenye hilo eneo linabaki katika hali ile ile kwamba hakuna kitakachobadilika. Mbona muda wangu umeisha, naenda kufa kesho. Anasahau kwamba kwa Mungu siku moja inaweza ikawa sawa na miaka 1000. Kwamba vitu ambavyo havikufanyika miaka 1000, in one day Mungu anaweza akafanya maajabu. Ndio maana wanawaambia watu, maadamu unaishi, moja ya eneo utaki kuingia mtego ni sauti za kukukatisha tamaa. Kwa sababu hata kama imebakia siku moja uondoke duniani, Mungu anaweza akafanya jambo ambalo hakuwahi kufanya miaka yote na likaacha alama kubwa duniani. Sasa sauti za adui zinakwambia hakuna kitakachobadilika. Ukishasikia maneno ya namna hiyo, ni ishara ya kukata tamaa. Alafu angalia kitu kingine, sauti nyingine mawazo mengine anayokuwa anamjilia ambayo yameletwa na maonezi. Utasikia Mungu amenisahau. Hawezi kumwambia mtu, lakini akikaa peke yake anasema katika mambo yote namshukuru Mungu, katika jambo hili Mungu amenisahau, amenisahau, amenisahau. Unakuta labda mwingine ni binti ameomba muda mrefu kuolewa, haoni hata mtu akimwambia habari ya leo. Kwa nazungumza na mtu anayesema yani nimekata tamaa, nimefika mwisho. Kwa sababu sauti nyingine utakaoisikia, utasikia nimefika mwisho wangu. Na hii unapata wapi? Angalia Wafalme wa kwanza 19 mstari wa kwanza hadi wa 10.
Hizi ni habari za Eliya. Sura ya 18, Eliya ameshusha moto mbinguni. Wafalme wa kwanza 18, kashusha moto. Mungu akajithibitisha, akawaua manabii wa Baali. Yani Mungu amekupa mamlaka, umemshusha, amejithibitisha, amejifunua kwa moto, umekuwa na nguvu, umeua na manabii. Mungu anakusikiliza, umeua wachawi. Lakini alipoandikiwa waraka na mwanamke anaitwa Jezebel, akamwambia, sikiliza Eliya, ulivyowafanyia manabii zangu, yani nisipokufanya roho yako sawa sawa na moja ya manabii uliowafanya, anasema miungu na iniadhibu. Anakula kiapo mbele za miungu, alafu anatuma ule waraka, anamtumia ujumbe. Ule ujumbe ulibeba sauti gani? Kwamba kabla ya kesho muda kama huu Eliya atakuwa amekufa. Kabla ya kesho muda kama huu Eliya atakuwa amekufa. Na huyo anayemtumia Eliya anamfahamu, anajua hataniagi huyu, kashaua manabii wengi, kawachinja wengi. Eliya akasahau kwamba jana nimeshusha moto. Mungu yule yule ambaye alishuka akashusha moto, niko naye, namwamini. Eliya ameshasahau, akakimbia na mtendakazi wake, akaenda. Watu wa Mungu, kuna mahali ambapo hata mcha Mungu, hata mtumishi unayempenda wewe, anaweza akapitia mambo magumu yakamfikisha mahali pa kumkosea Mungu. Sio kwa sababu alitaka kukosewa. Na ndio maana watu nawaambia watu, jifunze ukiwa na watu waliokuzunguka ambao ni watu wenye hekima, ni watu wanaompenda Mungu, ni watu ambao wako karibu na wewe. Kuna saa ambayo utahitaji waseme neno tu, waseme tu tuko na wewe. Yani kwa watumishi wananielewa, kuna saa unapitia ambayo utahitaji mtu mmoja tu aseme, mwalimu niko na wewe. Usichoke, usikate tamaa. Aseme tu, mchungaji niko na wewe, mwinjilisti niko na wewe. Hiyo saa huoni umepewa vitisho kila mahali, kila kitu kimevurugika, huna mtu wa kwenda kumuomba, kumweleza. Huwezi hata kumpigia mtu simu ukamwambia naomba hela, huwezi. Sio anajua we ni mtumishi, na ukisha kuwa mtumishi ni mhubiri, uko hapa, watu wakiona upako wanafikiri kila kitu kiko sawa kwenye maisha yako. Huwezi kupungukiwa, hawajani hiyo. Na mtumishi akiwa amejengwa kwenye maadili hawezi kulialia, anasimama tu anasema Yesu ni Bwana. Eliya amembeba msaidizi wake, anatembea naye. Hiyo sura ya 19, anafika mahali kwenye mji, anasema ndugu yangu baki hapa, kaa hapa. Anaanza kwenda peke yake, anatembea huko, ajui ataenda wapi. Saa ya wakati mgumu, anaenda peke yake. Anafika mpaka jangwani, analala chini ya mletemu, alafu anamwambia Mungu, mimi sio bora kuliko baba zangu. Anajinyoosha, anasema Mungu chukua roho yangu. Amekata tamaa ya kuendelea kuishi. Huyu ni nabii mwenye upako. Jana alishusha moto, leo anakutana na sauti ya Jezebel ikimwambia kesho kabla ya muda kama huu maisha yako hayatakuwepo. Nabii amekata tamaa, nabii amevunjika moyo, hana mtu wa kumwambia tuko na wewe. Yuko peke yake jangwani. Aliowaombea hawapo, aliowasemea hawapo, aliowahubiria hawapo. Amebaki peke yake jangwani. Anamwambia Mungu, chukua roho yangu, mimi sio mwema kuliko baba zangu. Chukua tu roho yangu, nimefika mwisho. Chukua roho yangu basi. Anampa Mungu roho yake. Kukata tamaa.
Ukisoma Biblia utagundua watumishi wakubwa wa Mungu wamepitia hizo nyakati. Yuko mmoja anaitwa Daudi. Yeye alifika akaanza kuiambia nafsi yake, nafsi yangu, kwa nini kuinama wewe? Kwa nini unainama? Amefika mahali pa mwisho, sauti za mazomeo ziko juu yake. Kila akitazama huku, hata wa taifa lake, watu waliowatumikia, hakuna anayesema vizuri. Hakuna. Mwalimu, kwa unataka kusema nini? Ukiona ishara ya namna hiyo, ujue kuna maonezi. Unasema unajuaje kwa Elia kulikuwa na maonezi? Jezebeli anamtangazia. Ile sauti ilipomfikia, kabla hajapata ule ujumbe, Elia alikuwa sawa tu, lakini lile neno lilipomfikia, akajikuta anakimbia mahali alipokuwa. Kuna watu hapa nitawaambia, sauti za hali zinazotokana na hali na mazingira. Wengine hapa mmefanya maamuzi kwa sababu ya hali mlizopitia. Unasema tu niliona nisije nikafa nikaamua hivi. Kwa kilichokuamulia wewe sio Mungu, ila ni hali ulizopitia. Haleluya, watu wa Mungu. Zaburi ya 42:11. Daudi anasema, kwa nini kuinama? Kwa nini moyo wako kuinama? Mtumaini Bwana. Unafikiri alikuwa amefika mahali gani? Pa kukata tamaa. Watu wa Mungu, tunapitia nyakati ambazo uwe mhubiri, uwe mwalimu, uwe mfanyabiashara, uwe Mkristo wa kawaida, sio nyakati zenye nyepesi. Ndio maana watu wa Mungu mnisikilize, ukikutana na mtu kama una cha kumsaidia, basi nyamaza, usimwambie maneno ya kummalizia kabisa. Hivi unajua kuna watu wanatembea ni basi tu kwa sababu Mungu amewafanya wawepo, lakini wao walishakufa, wanatembea wamekata tamaa. Na saa nyingine unaweza hadi ukamlaumu hivi ninavyosema, mbona ukumbuki? Mwingine usifikiri anapenda kutokumbuka, amekata tamaa. Machungu ni makubwa kuliko chochote kwenye maisha yako. Mstari wa 11 anasema, nafsi yangu, kwa nini kuinama na kufadhaika ndani yangu? Umtumaini Mungu, kwa maana nitakuja kumsifu aliye afya ya uso wangu na Mungu wangu. Angalia anachozungumza. Nafsi yangu, kwa nini kuinama? Kuinama kunawakilisha nini? Alikuwa amekata tamaa, watu wa Mungu. Amefika mwisho, haoni njia, haoni mpenyo. Usikubali sauti ikakukatisha tamaa. Na kama kuna eneo umekata tamaa kama hizi shuhuda ninazokupa na hawa tunaosoma kwenye Biblia, ninasema kwenye maombi ya jioni ya leo, Mungu ainue nafsi yako na afungue mlango kwenye hilo eneo, akushindie. Haleluya. Iwe ni eneo la ndoa, iwe ni eneo la uchumi, iwe ni eneo la afya, iwe ni eneo lolote ambalo maonezi yamepita yamefanya ukate tamaa, niko hapa kukwambia mbele za Mungu aliye hai, huyu Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, yeye ambaye ni Mungu mwenye wivu, yeye ambaye akisema amesema, yeye ambaye akisema ninakuponya anakuponya, yeye ambaye akisema nimekuokoa anakuokoa, yeye ambaye akisema nitakuinua na kuinua. Huyu Mungu ninayesema habari zake ainue nafsi yako, aponye moyo wako, akufungulie na mlango wa kutoka mahali ulipo. Kama unaelewa sema amen. Haleluya. Ninasema hata kama uko jangwani, hata kama umefikia mahali pa kujiombea roho yako kufa kama Elia, hata kama umefika mahali unasema Mungu ameniacha, hata kama umefika mahali unasema hakuna anayeniona, nimeachwa mimi, nimeachwa, nina mazomeo kila mahali, hakuna wa kunitia moyo, hakuna wa kunisaidia. Sikiliza, Yesu aliachwa msalabani, Yesu aliachwa na baba yake mpaka akaita Eloi Eloi lama sabakthani. Yesu
Yesu aliachwa msalabani ili wewe usiachwe. Mungu hawezi kukuacha kwa sababu alimwacha mwanae ili sisi tukiokolewa tusiachwe na yeye. Mungu hawezi kukuacha. Hata kama umeachwa jangwani, unajiombea kufa, hautakufa, 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 hautakufa. Nasema hautakufa, hautakufa. Namaanisha ninachosema, hautakufa. Nimemwona huyu Mungu miaka mingi, nimemwona Mungu jamani, akibadilisha matumaini ya watu waliopoteza matumaini, watu waliokuwa wamekata tamaa, watu waliokuwa hawaoni mbele, watu waliokuwa wamefika mwisho wanajiombea kufa, watu waliotamani kujinyonga na kunywa sumu, watu waliopifika mahali pa kukimbia familia zao. Nimeona Mungu akirejesha matumaini na kurejesha familia zao. Nimeona Mungu akiponya maisha ya watu waliokuwa wamekatiwa tamaa kana kwamba watakufa kesho. Nimeona Mungu akiponya na kuwafanya waishi tena na kuwapa matumaini mapya. Ndio maana nina ujasiri kuambia watu wa Kiela, ndio maana nina ujasiri kuambia familia za Kiela kwamba huyu Mungu ni Mungu halisi, ni Mungu ambaye anaweza kukusaidia, anaweza. Nimeona mabinti waliokata tamaa wakipata matumaini mapya. Nimeona vijana waliopoteza mwelekeo wakirudi kwenye mwelekeo. Nimeona familia zilizotelekezwa Mungu akiziinua na kuziwekea utukufu kwenye maisha yao. Nimeona, na ndio maana nina ujasiri wa kukwambia kwamba Mungu anaishi. Ndio maana Daudi anasema, nafsi yangu usiiname, tumaini Bwana. Usikubali hizo ishara zikakushinda. Mungu ameleta ujumbe. Usiishie kusema tu Yesu ni Bwana, lakini na maisha yako ayabadilishe kabisa. Mandaraba shandaraba korabasi risandaraba korabasai horaba shandarabasi rindorobo sikiriandarabasaka. Fungua Luka 8 mstari wa 26 mpaka wa 39. Mimi nakusomea tu mistari michache. Tasoma ule wa 26, nitakuja kukusomea ule wa 35. Oraba shandarabasi na ule mstari wa 39. Maandiko yanasema, wakafika pwani ya nchi ya Wagerasi inayoelekea Galilaya. Naye aliposhuka pwani, alikutana na mtu mmoja wa mji ule mwenye pepo. Hakuvaa nguo siku nyingi, wala hakukaa nyumbani ila makaburini. Alipomwona Yesu, alipiga kelele, akaanguka mbele yake, akasema kwa sauti kuu, nina nini nawe Yesu, mwana wa Mungu aliye juu? Na kusihi usinitese. Maandiko yanasema, kwa kuwa amemwamuru yule pepo mchafu amtoke mtu yule, maana amepagawa naye mara nyingi, hata alilindwa kifungoni na kufungwa minyololo na pingu. Akavikata vile vifungo, akakimbizwa jangwani kwa nguvu za yule pepo. Sasa Yesu alimuuliza, jina lako nani? Akasema, jina langu ni Jeshi, kwa sababu pepo wengi wamemwingia. Pepo wakamtoka mtu yule, wakaingia nguruwe, nalo kundi lile liliteremka gengeni kwa kasi, wakaingiwa ziwani, wakafa maji. Mstari wa 35. Watu wakatoka kwenda kuliona lile lililotokea, wakamwendea Yesu. Na hapa nataka unisikilize kwa makini. Wakamwendea Yesu, wakamwona mtu yule aliyetokwa na pepo ameketi miguuni pa Yesu, amevaa nguo, ana akili zake. Wakaogopa. Usisahau hilo neno, amevaa nguo, ana akili zake. Sema akili zake. Wakaogopa. Mstari wa 39. Rudi nyumbani kwako, ukahubiri yalivyo makuu
Mungu aliyokutendea. Akaenda zake akahubiri katika mji wote yalivyo makuu mambo aliyotendewa na Yesu. Akahubiri, ana akili zake, akahubiri. Biblia inaeleza kisa, Yesu ametoka mahali pengine, ana mkutano ule usiku, akasafiri wakaenda mpaka pwani ya nchi ya Wagerasi. Alipotoa mguu tu pwani, akakutana na mtu ambaye amefungwa na pepo wengi. Sema pepo wengi. Pepo wengi. Huyu mtu alikuwa amefungwa kiasi kwamba wanamfunga kwa minyololo. Afu maandiko yanasemaje? Akawa hawezi kutulizwa, analala majangwani, hawezi kuvaa nguo, anakimbia kimbia uchi, kichaa, mapepo. Maandiko yanasemaje? Yesu alipomfungua kwanza akawauliza, wewe ni nani? Yanasema tunaitwa jeshi, maana ni mapepo mengi yamemvaa. Alipomfungua akakata vile vifungo, alipomfungua yale mapepo yakatoka. Maandiko yanasemaje? Maandiko yanasema watu waliposikia mjini wanakuja. Kwanza nataka uone hii sentensi. Alipomfungua mapepo yakaenda kwa nguruwe, kundi kubwa la nguruwe likazaa mabari. Unasema mwalimu, unataka kusema nini? Kwa Mungu mtu ana thamani kuliko chochote unachokifikiri duniani. Ndio maana Yesu alikuwa tayari nguruwe wote waangamie, lakini mtu mmoja abaki kuwa salama. Yesu yuko tayari vitu vingine vyote viangamie, lakini mtu mmoja abaki kuwa salama. Ndio maana pepo zilipomtoka zikaingia kwa nguruwe, kundi kubwa la nguruwe wakaangamia, wakafu. Kwa sababu thamani ya yule ndugu ambaye watu walishamkatia tamaa ilikuwa kubwa kuliko utajiri wa mji mzima. Kuna mtu ananielewa ninachosema? Kuliko utajiri wa nguruwe za mji mzima, wakaangamia. Sasa pointi yangu ya msingi ni ipi? Maandiko yanasema hivi, angalia, maandiko yanasema hivi, watu walipokuja, Biblia inasema wakaogopa. Kwa nini wanaogopa? Wanamwona yule mtu aliyekuwa amepagawa na pepo, kichaa, halalagi ndani, wanamwona amevaa nguo zake. Afu kitu cha msingi nachokipenda hapa, anasema ana akili zake. Maanake akili zake zilikuwa wapi? Nguvu za giza zinapopata nafasi, unapokuwa chini ya maonezi ya nguvu za giza, akili zako, uwezo wa kiakili ambao Mungu aliweka ndani haufanyi kazi. Unajikuta una struggle, akili haifikiri sawa sawa. Na wengine mnisikilize, kuna familia kabisa zimepigwa. Ukiangalia vitu vilivyopigwa kwenye familia kwa watoto ni vipawa, na kimoja kilichopigwa ni akili, ufahamu, akili ya namna ya kuishi, akili ya namna ya kwenda, akili ya maisha. Wengine wanasoma lakini hawana akili ya maisha. Wengine ni vijana wazuri, ni mabinti wazuri, wanakuwa umbo, lakini akili zimeganda, akili zimebaki pale pale, akili hazizalishi chochote, akili hazileti chochote. Unapoombea familia, watu wa Mungu, kuna aina ya maroho, kuna aina ya mapepo, kuna maroho ya familia ambayo huwa yanashughulika na vipawa vya familia. Kila mwenye kipawa, mnaishi maisha ya mfanano, hamkuumbwa mfanane. Mungu amewaleta tofauti tofauti, kila mtu amempa kipawa tofauti tofauti, lakini cha ajabu mnakuta familia nzima, ukoo mzima mnafanana, wote mmekwama kwenye eneo giza. Lakini mtu anapofunguliwa, akili zake zinarudi, maana yake uwezo wake unarudi, akili yake ya kuzalisha mambo inarudi, akili yake. Unajua familia inaweza ikafungwa, akili ya kiuchumi tu ikawa haipo. Sio kwamba hawana uwezo wa kufanya biashara, lakini ni wamefungwa familia nzima. Hakuna mtu mwenye uwezo wa kuzalisha pesa, wote wanapenda tu kusaidiwa, wote hata waliosoma. Unashangaa kabla mwezi haujaisha ana madeni yasiyolipika. Kwa nini? Akili yake imeganda, akili yake imefunikwa, akili yake imeharibikiwa, akili yake imezuiliwa na maroho ya familia. Angalia kitu cha pili, huyu mtu
Yesu alipomfungua akasema nataka kwenda na Yesu akasema no. Baki. Rudi nyumbani ukahubiri Injili. Manake mapepo yalipofunga yalifunika hadi kipawa cha Injili. Yakafunika akili zake. Akawa anaishi watu wakimtazama hadi wanamgogopa. Unajua kwa nini walipoenda kumuona walimuogopa? Walimkuta na akili zake ametulia. Maana yake walikuwa wapendi hata kumsogelea. Wamemtenga, ni wamemtelekeza. Wanasema huyu chizi, huyu hana akili. Sikiliza neno la Bwana, mtu wa Mungu. Tunapoenda kuomba, haijalishi maonezi yaliyopita kwenye familia zako, chochote kipawa kilichofunikwa na nguvu za giza, akili yoyote iliyozuiliwa. Wengine kwenye biashara wana shida, lakini watoto wao wamezuiliwa akili ya elimu. Shule hamna. Changamka. Simama kwa miguu yako. Inua mikono yako juu. Fuatana na mimi maombi haya. Mandarabasha. Sema Mungu riahani, katika jina la Yesu, asante Bwana kwa jioni ya leo. Kwa jioni ya leo, kwa jioni ya leo umenipa neema ya kuwa mbele zako. Jioni ya leo nimesikia neno lako. Yesu ninakushukuru. Yesu ninakushukuru. Yesu ninakushukuru. Yesu ninakushukuru. Wewe unajua Bwana, kwenye maeneo ya maisha yangu, eneo lolote ambalo moyo wangu umechoka, umekata tamaa, ninaomba rehema. Ninaomba rehema juu ya eneo lolote kwenye maisha yangu ambalo moyo wangu, nafsi yangu imechoka, imekata tamaa. Bwana, inawezekana nimechoka kiwango cha Elia. Natamani hata ningeondoka kwenye hilo eneo. Bwana, jioni ya leo nimeinua mikono yangu, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema, ninaomba rehema. Bwana, kwenye familia yangu, unaujua uzao wangu, unawajua ndugu zangu. Wako watoto wamefika mahali pa kukata tamaa, wamejikatia tamaa, hawaoni mbele, hawaoni maisha tena, hali yao ni mbaya. Jioni ya leo, Yesu, wewe ujuae mioyo ya wanadamu na maisha ya wanadamu, ninaomba rehema, ninaomba rehema kwa ajili ya familia yangu, juu ya uovu wa familia yangu. Samehe Bwana, rehema zako ziwe juu yetu, rehema zako ziwe juu ya familia, kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Ninaiachilia damu ya Yesu kwenye nafsi yangu. Sikia nafsi yangu, inuka sasa, inuka sasa, usiiname, usife. Nafsi yangu, inuka leo, jioni ya leo. Nafsi yangu, inuka, 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 kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu,
kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana, Bwana, ninaomba toba, ninaomba toba juu ya uovu uliofanyika kwenye familia, ukafungua lango la sauti za miungu, sauti za mapepo, sauti za mashetani, sauti za mabaya, ukafungua lango la maonezi, vifungo vya giza, mapepo, majini, uchawi ukapata nafasi ya kushambulia familia yangu, uzao wangu, kipawa changu, uchumi wangu, akili yangu. Jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba, ninaomba toba kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu ninaomba toba. Jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo, jioni ya leo ninaomba toba, ninaomba toba juu ya huo uovu, juu ya hizo sauti, juu ya hayo mashetani yaliyopata mpenyo. Yesu ni rehemu, Yesu rehemu watoto wangu. Jioni ya leo, kila kipawa, kila akili, kila maisha yaliyofungwa, yaliyofunikwa na giza yanaachia. Ninaondoa hilo giza, hilo giza kwenye akili za watoto wangu, akili ya elimu, akili ya masomo, akili ya uchumi, akili ya maisha, kuanzia sasa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Enyi roho, enyi mashetani, ewe uchawi, ewe giza uliyepata nafasi, kuanzia leo achia sasa, achia akili yangu, achia akili zetu, achia vipawa, achia vipawa, vipawa vya familia kuanzia leo, kuanzia leo. Achia watoto, achia watoto, achia watoto. Ewe roho uliyepanda roho ya uzinzi, roho ya ulevi, roho ya zinaa, achia sasa, toka, achia maisha ya familia, maisha ya watoto. Haya, achia, haya, achia, haya, achia, haya, achia, haya, achia, haya, achia kwa damu ya Yesu. Nenda mbele za Bwana sasa. Usimwangalie jirani yako, pasa sauti yako mpaka kule nyuma. Hata kama hujui kuomba, ninaiona nguvu ya Bwana sahi. Yes, yes. Pitisha damu ya Yesu kwenye familia, damu ya Yesu kwa watoto, damu ya Yesu kwenye akili zao. Ora bashanda rabakora, pitisha damu ya Yesu. Oh, Bwana yuko hapa. Endelea sasa, endelea, endelea. Inatosha, familia yako imefunikwa, inatosha. Hayo maonezi inatosha sasa, hizo sauti inatosha sasa. Ninamwona Bwana katika ulimwengu wa roho, iko nguvu ya Bwana inapenya kwenye huo usao. Raba riandarabasa risandarabakora rimandarabasaya. Pitisha damu ya Yesu kwenye hiyo nafsi, roho za mauti, mauti inayoua vipawa, mauti inayoua uchumi, mauti inayoua akili za watu. Ewe mauti, ewe mauti, ewe mauti, kuko wapi kushinda kwako? Unaachia sasa, unaachia sasa. Wachie vijana wa kiume, achia uzao wa kiume, achia uzao wa kiume, achia uzao wa kiume. Roho za ushoga hazipo tena kwenye familia hiyo. Tunazuia, tunazuia, tunapangua roho za ushoga, roho za ushoga, roho za uharibifu, roho za mateso, roho za uharibifu. Haya, achia, 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 achia. Haya,
achia, achia hiyo familia, achia huyo mwanamke, achia huyo baba, achia ndoa zao. Wewe unayeharibu ndoa zao, ninakupiga. Achia sasa. Endelea, endelea, ndio tunamaliza. Maonezi ya magonjwa, maonezi ya magonjwa kwenye hiyo familia, kansa, HIV, visukari, magonjwa ya matumbo, magonjwa ya miguu. Haya, 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 haya. Achia sasa, achia sasa, achia sasa. Enyi miungu, miungu ya ukoo, miungu ya ukoo, miungu ya kikabila, kwa majina yenu mnapasuliwa, mnapasuliwa, mnapasuliwa. Haya, 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 haya. Achia hizo familia, achia hiyo mioyo, achia hiyo nafsi, achia, 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 kwa damu ya Yesu. Endelea, endelea. Endelea, ndio tunamaliza. Inua familia yako, inua watoto wako. Kataa roho za ulevi, kataa roho za zinaa, kataa roho ya umasikini. Kizazi chako hakitapotea, kizazi chako hakitapotea. Uchawi uliofanyika unaondoka, unaachia nafsi ya kijana huyo. Angalia Bwana, huyu mama anavyoomba kwa ajili ya kijana wake, kwa ajili ya binti yake. Kandorobo sana rimandarabasa rindorobo sikiriandarabasaka rikodorobo sandaya rimandarabakora kandorobosa. Hakuna uchawi. Sikianga la kiela, sikiarizi ya kiela, sikianga la kiela, sikianga la kiela, sikianga la kiela, sikianga la kiela. Achia hizo familia, achia watoto hao, achia maisha yao, achia familia zao, achia wazungu zao, achia wazazi wao, kwa damu ya Yesu.